man yati ba'dahum min al-umma ila an taquma as-sa'a. Vikawa vitabu hivi ni marejeo ya watakaokuja baada yao katika umma mpaka kitakaposimama kiyama. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الدين وعنايته بهذا الدين. hii ni katika Allah subhanahu wa ta'ala kuihifadhi dini hii na kuipatiliza dini hii. An qayyadha lahu hamalatan umanaa yuballighunahu kama jaa anillahi wa rasulihi. hii ni katika hifadha ya Allah alivyoihifadhi dini hii na kuitilia umuhimu dini hii. Allah kuwaleta watu waliobeba ilmu hii waaminifu watakaoifikisha dini hii kama ilivyokuja kutoka kwa Allah na kutoka kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wayarudduna ta'wila almubtilin wa tashbiha almushabbihin, na wanajibu na kurudi taawili za wenye kubatilisha na mafananisho ya wenye kumfananisha Allah na viumbe vyake. Wasaru yatawarathuna hadhihi alaqida khalafan an salaf, wakawa wanairithi itikadi hii sahiha khalafan an salaf, waliokuja nyuma kutokana na waliotangulia. ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا على الاعتقاد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، من جملتهم الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن العقيدة وتحريرها وبيانها وتعليمها للطلاب. katika jumla ya hao as-salafu salih waliokuwa juu ya itikadi iliyothabit kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na waliowafuatia masahaba, katika jumla ya hao ni maimamu wanne. Maimamu hao wanne mashhurun: al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal na wengineo katika maimamu ambao wamesimama kwa ajili ya kuitetea itikadi hii na kuiandika, wa tahririha wa bayaniha, na kuiweka wazi itikadi hii, wa ta'limiha litulab, na kuifundisha itikadi hii kwa wanafunzi. وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة، walikuwa wafuasi wa hawa maimamu wanne wanatilia umuhimu pia itikadi hii. Wayatadarasunaha, wanafundishana. Wayuhafidhunaha litalamidhihim, wanaihifadhisha wanafunzi wao. وكتبوا فيها الكتب الكثيرة على منهج الكتاب والسنة, wakaandika katika akida vitabu vingi vilivyo katika njia ya Qur'ani na hadithi. Wama kana alayhi al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, na vile alivyokuwa juu yake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ashabuhu radiyallahu anhum wattabi'un. Wa raddu al-aqaid al-batila walmunharifa, maulama hawa wakazirudi itikadi batili na itikadi potofu. Wabayanu zaifaha wa batilaha, wakabainisha ubaya wake na ubatili wake itikadi hizo potofu. Wamezibainisha kwamba hizi ni itikadi zisizofaa, ni itikadi batil zilizokuja kwa hao waliokuja almunharifun, waliokuja baada salafi salih. Wakadhalika aimmatul hadithi, vile vile maimamu wa hadithi, maulama wa hadithi wakabainisha haya, ka Ishaq ibn Rahawai au Rahoya wal Bukhari wa Muslim wal Imam ibn Khuzaima wal Imam ibn Qutayba. Wa min aimmatil tafsir, vile vile katika maimamu wa tafsir kal Imam at-Tabari wal Imam ibn Kathir wal Imam al-Baghawi
wa ghairihim min a'immati tafsir, na wengineo katika maimamu wa tafsiri. Waalafu fi hadha muallafatin yusammunaha bikutubi sunnah, wakatunga vitabu vingi, wakatunga katika jambo hili vitabu vingi wakaviita kutubu sunnah, vitabu vya aqida. Mithla kitabi sunnah libni abi asim, wa kitabi sunnah liabdillah ibn ahmad ibn hanbal, والسنة للخلال، والشريعة للآجري وغير ذلك. Kwa hiyo vitabu vingi vimetungwa kwa masala haya ya kubainisha itikadi sahiha aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwafundisha masahaba wake itikadi iliyokuja kutokana na Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kumekuja watu ambao ni munharifun, wakachafua itikadi hii, wakatunga itikadi zao zilizo dhidi ya itikadi hii sahihi. Watu wakenda huko wakawacha itikadi sahiha, wakafuata itikadi zilizowekwa na watu. قال ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف, katika jumla ya hawa maimamu walioandika katika itikadi hii ya salaf, al-Imamu Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salam al-Azdi at-Tahawi, ambaye hii ndio matni yake tunayosoma ikishereheshwa na Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah. هذا من علماء القرن الثالث. الإمام الطحاوي أبو جعفر من علماء القرن الثالث بمصر، وسمي بالطحاوي نسبة لبلدة في مصر. أميت الطحاوي نسبة يا مدي أوليوكو كل مصر. فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة، akaandika itikadi hii fupi yenye manufaa yenye faida. وكتبت عليها شروح، zikaandikwa juu yake shuruh nyingi, hawali 7 shuruh, takriban sharhi 7 zimeandikwa na maulama tofauti kwa ajili ya kubainisha zaidi itikadi hii sahiha iliyoandikwa na al-Imam at-Tahawi Abu Ja'far. ولكن لا تخلو من أخطاء، lakini haiyepukani na makosa. لأن الذين ألفوها كانوا على منهج المتأخرين، sababu wale waliotunga sherehe hizo walikuwa katika njia ya waliokuja falam takhlu shuruhuhum min mulahadhat, hazijakosa sherehe zao na milahadha wa mukhalafa na mikhalafa lima fi aqidati at-Tahawi, iliyo katika itikadi ya Imam at-Tahawi. Wengi waliosherehesha walikwenda kinyume na mukhalafa wa itikadi ya Imam at-Tahawi, illa sharhan wahidan fima na'lam, sema isipokuwa sherehe moja tu katika tunayojua, wa huwa sharhu al-Izz ibn Abi al-Izz rahimahullah. Al-Izz ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ndiye sherehe yake ambayo ilikuwa sawa sawa. Al-mushtahiri bi sharhi at-Tahawiyya, inayojulikana na kutangaa kwa jina hili sharhu at-Tahawiyya. وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر. huyo Ibn Abi al-Izz al-Hanafi ni katika wanafunzi wa Ibn Kathir Abu al-Fida katika yanayodhihiri. وقد ضمن شرحه هذا منقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. imekusanya sherehe yake hii nukuu nyingi kutokana na vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa min kutub Ibn al-Qayyim, pia imekusanya nukuu za vitabu vya Ibn al-Qayyim rahimahumullah, wa min kutub al-a'imma, pia vitabu vya maimamu wengine. Fahuwa sharhun hafil, hiyo ni sherehe ambayo imekusanya mambo mengi, sherehe hiyo Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون به، maulama walikuwa wakitegemea hiyo sharhi hiyo na kuitilia umuhimu
linaqawatihi, kwa usafi wake, wa sihhati maalumatihi, na usahihi wa maalumati yake. Hii sharhi hii ya Ibn Abil Izz al-Hanafi ni sharhi ambayo ni safi na maalumati yake ni sahih. Fahuwa marji'un adhimun min maraji'il aqida, sharhi hiyo ni marji kubwa katika marejeo ya itikadi hii sahiha.